mwamba, mwamba juu yangu. Yesu nifiche, niko chini ya mwamba. Ambia adui yangu, niko chini ya mwamba. Yesu nificha, niko chini ya mwamba. Niko chini ya mwamba, mwamba juu yangu. Yesu nificha, niko chini ya mwamba. Ambia adui yangu, niko chini ya mwamba. Yesu nificha, niko chini ya mwamba. Amani kwenu katika jina la Yesu Kristo. Peace for you in Jesus' name. Ninamshukuru Mungu mara tena asubuhi ya leo kuwa hapa mbele zenu. I thank God this morning again to be in front of you. Na zaidi yote ninashukuru Mungu kwa sababu Kristo amefufuka siku ya leo. Amen. Leo hayuko kaburini tena, lakini amepaa juu. He's not in the grave again, he's up. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Kwa muda mfupi ambao niko nao nitaenda kuzungumzia kuhusu kufufuka kwa Yesu Kristo. For the short time I have, I'm going to read about the resurrection of Jesus. Na habari hizi ambazo tutaizungumzia nimezipangilia namna ifuatayo. And these news we're going to talk about, I just prepared them. Jambo la kwanza nitaingia katika kiingilio cha somo The langu. first thing is the introduction of my. Na baadaye nitaenda kuzungumzia kuhusu mazishi ya Yesu And Kristo. I'm going to speak about Mazishi ya Yesu Kristo. the burial of Jesus Christ. Baada ya mazishi tutakuja kuangalia Yesu baada ya mazishi yake. And after the burial of Jesus Christ, Na baadaye tutakuja kuangalia pia kufufuka kwa Yesu Kristo and we're going kilani. to see the resurrection of Jesus Christ. Na baada ya kufufuka kwa Yesu Kristo tutazungumzia namna gani Yesu yuko hai. We're going to speak about how Jesus is alive. Na mwishowe nitamalizia katika kifungo changu. And I will finish by the conclusion. Basi tuanze mara moja somo letu katika kiingilio Let chetu. us start our teachings in the Na introduction. katika kifunguo cha mafundisho tutasoma katika kitabu cha Yohana sura yake ya 2 We're going to read in John chapter 2, na ule mstari wake wa 19. 19. Yohana sura yake 2 John 2, na ule mstari wake wa 19. verse 19. Yesu akajibu akawaambia, livunjeni hekalu hili, nami katika siku 3 nitalisimamisha. Amen. Amen. Habari hizi ni Yesu mwenyewe amezizungumzia. This news is Jesus himself who spoke them. Na iliandaliwa kuwa ya kwamba Yesu atafanya kaburini siku 3 mchana na And usiku. it was said that Jesus will do 3 days in the grave. Na Yesu alikuwa amezungumzia hizi habari. And Jesus himself spoke these Na words. wakati iko anazungumzia zile And habari, when he spoke them, watu hawakuelewa ni nini iko na people maanisha. could not believe what he was talking Huenda about. walifikiria ya kwamba katika kusema atabomoa hekalu, Perhaps he said he's going to destroy the temple. walifikiria kwamba atabomoa makanisa ambayo yalikuweko. They thought that he's going to destroy all the Lakini churches. Yesu alikuwa anazungumzia kuhusu mwili wake But Jesus was talking about his ambao body, utakufa, which will na die, baada ya siku 3 and after 3 yeye days, tena ataweza he kufufuka. will raise up again. Yesu akawazungumzia hizo habari, Jesus taught them this word. ikawa ni jambo ambalo amenena kabla ya mambo Even kufanyika. if he taught them before he died. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Tunaenda kuangalia mambo ambayo inafuatia. We're going to see the one following Tunakuja them. kuangalia basi mazishi ya Yesu Kristo ilikuwa We're going to see namna how gani. the burial of Jesus, how Tunaenda was it. kusoma katika kitabu chetu We're going to read our na books. Mathayo 27 Matthew 27 na ule mstari wake wa 57 and 57 mpaka ule mstari wake wa 61. to 61. Tutasoma katika jina la Yesu We're Kristo. going to read in Jesus' name. Mathayo sura 27 Matthew 27, 57 57, hadi 61. 61. Tutasoma katika jina la We're Yesu going to read in Kristo. Jesus' name. Biblia inasema hivi: The Bible says, hata ilipokuwa jioni, akafika mtu tajiri wa Arimathaya, jina lake Yusufu, naye mwenyewe alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Mtu huyo alimwendea Pilato akauomba mwili wa Yesu. Ndipo Pilato akaamuru apewe. Yusufu akautoa mwili, akauzonga katika sanda ya kitani safi, akauweka katika kaburi lake jipya alilokuwa amelichonga mwambani. Akavingirisha jiwe kubwa mbele ya mlango wa kaburi, akaenda zake. Na pale walikuwapo Mariamu Magdalena na Mariamu yule wa pili, wameketi kuelekea kaburi. Amen. Amen. Hapa tunakutana Yesu Kristo amekufa msalabani. We see here Jesus is dead on the Na cross. baada ya Yesu kukata roho msalabani, After Jesus died, Biblia inaonyesha ya kwamba the Bible shows walienda kuchukua mwili wake. they went to took his Na body, yule aliyechukua mwili wake ilikuwa ni tajiri
tajiri And mmoja the one who took his body was a ambaye rich jina man. lake aliitwa Yusufu wa The Arimathaya. name was called Huyu Joseph. alikuwa bado ni mwanafunzi wa This Yesu, was a despised lakini disciple alikuwa of Jesus. mwanafunzi wa Yesu wa siri, But he was in secret. ambaye yeye hakujulikana na He wengine, was not known sababu to people. angejulikana Mafarisayo wangemumaliza, Because Pharisees could kill him. na akawa mtu ambaye anapendaka Yesu kwa And he siri. was the one who loved Jesus so much. Unajua hata kama watu wote wanaweza You kuchukia, know, even if people can, hakuwezi kosa watu ambao wanajificha ambao wanakupenda. you will not miss people who love Hata you. katika familia yako wengine wanaweza kuchukia, Even if your family people can lakini neglect kuna you. mmoja ambaye anaweza kutembea na wewe. But there is one who can still walk Wakati wa with you. shida zako kuna mtu ambaye atatembea na In wewe. your problem, there is someone who Hapa show up. tunakutana, huyu Yesu amekata You roho, see that Jesus has na died. wakati alipokata The roho, one is dead. Biblia inaonyesha The hivi, Bible says, pamoja na mitume wote walipotoroka, between all the saints lakini running kuna away, Maria Magdalene Mary was ambaye still there. hakukosa kukaribia kaburi la Yesu was Kristo. still close to Jina la Bwana lipewe the sifa. Jesus Christ. Mwili wa Yesu Kristo umechukuliwa The body of Jesus was being na taken, wameupeleka katika and kaburi, they took to the sepulchre. sababu huyu tajiri Yusufu Arimathaya Because this rich man Joseph, hakuolelea vizuri bwana wake aweze kuozea, you want to see that was good to see na Jesus. ndiposa just go. akachukua ule He mwili took that body akaufunga. and he robbed Biblia it. inasema akaufunga kwa kitani He safi. said he took a line cloth which was clean. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Nini litukia pale What came wakati there? ule mwili alipoupokea? When he took that Biblia body, inasema ya kwamba lile kaburi lake lilikuwa jipya, the Bible says that grave was still new. halikuwa kaburi ambalo limeshatumiwa na mtu. No one was there yet. Nitarudia kwa somo langu la We're Jumapili gonna go back in our ambapo teachings. tuliona Yesu alipandia mwanapunda ambaye hajapandwa. Jesus went through Adam, Na Yesu alipoingia kaburini, and when Jesus went to the hakuingia tena grave, kwa kaburi ambalo lilikuwa limeingia mtu he mwingine. didn't go to a grave which was Jina la Bwana used. lipewe sifa. Hallelujah. Inataka maanisha nini? What does it mean Ni there? kwamba Yesu Kristo Jesus Christ, ambaye ni Mungu mzima, who is himself yeye God, hatakaa katika ufalme mwingine. he will not sit with Yeye another ni Mungu kingdom. ambaye anataka kutawala He's roho ya a God who wanadamu, wants to rule na our kando hearts. yake kusiwe mwingine. And beside him, no one Biblia there. inasema The hivi, Bible says, wala usiwe na miungu mingine don't isipokuwa have mimi. other gods than me. Yesu hatachangia kamwe sifa yake na mwanadamu. Jesus will not Yesu share. hatachangia kamwe ufalme wake na He will mwanadamu, not share his lakini kingdom. ufalme wake ni wake na His utadumu. kingdom is for him and Jina la eternal. Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Ndiposa huyu jamaa alikuwa amechonga kaburi lake, That's why this guy prepared this na grave. akasema ya kwamba huyu bwana wangu ataingia. They pale. said, my Lord will enter here. Yesu akaingia kaburi. Jesus entered there. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Tutaenda kuangalia basi haya mazishi ya Yesu We're Kristo, going to read now the namna burial gani of yaliweza Jesus. kufanyika. How did Baada ya mazishi after the burial, mambo yalifuatana hivi. things came. Tutaenda kusoma pale Mathayo tena We're gonna sura read yake Matthew 27. 27, Tunaendelea kwa ule mshairi wake sasa 52 hadi 62, 66. 66. Tutasoma katika jina la Yesu Kristo. We're going to read in Jesus' name. Biblia inasema The hivi, Bible says, hata siku ya pili ndiyo iliyo baada ya maandalio, wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakamkusanyikia Pilato, wakasema, Bwana, tumekumbuka kwamba yule mjanja alisema alipokuwa akali hai, baada ya siku 3 nitafufuka. Basi amuru kwamba kaburi lilindwe salama hata siku ya 3, wasije wanafunzi wake wakamwiba na kuwaambia watu amefufuka katika wafu, na udanganyifu wa mwisho utapita ule wa kwanza. Pilato akawaambia, mna askari, nendeni mkalilinde salama kadiri mjuavyo. Wakaenda wakalilinda kaburi salama kwa kulitia lile jiwe muhuri pamoja na wale askari walinzi. Amen. Amen. Yesu ameingia kaburini, Jesus entered the grave. na wakati ameingia ndani ya When kaburi, he entered in the grave, Biblia inasema ya the kwamba Bible says, wajamaa ile siku ya kufuata, those guys, sababu ilikuwa ile siku ya kabla ya Sabato, it was the day before the Sabbath. wakakumbuka hivi, They remembered this. huyu jamaa alisemaka This guy said, eti siku ya 3 atafufuka, after 3 days he will raise up na ameshadanganya watu mambo and mengi, just deceive people. na kumbe ile siku tena kama anadanganya And if he deceives us itakuwa again, ni haya it kwetu. will be great for us. Tuzuie mambo yenye alisema. Let us make this one Wakasema hivi, badala afufuke, instead of raising up. wao hawakuamini kwamba Yesu anaweza kufufuka. You did not believe that Jesus Sikia raised jambo up. lililofanyika. Listen now what happened. Wakafikiria hivi, They thought this. watakuja kumuiba, They will come and wataiba ile steal. mwili ya They will Yesu, receive the body of kisha Jesus. wanaipeleka kile Then kipande. they will bring Wakati somewhere. watakuwa wamefichika, When they just hide kama wataenda it, kusema sema alifufukake kurda they walimuiba. will say they will just raise up our Sasa kwa ajili sio tuzuie ile, so that you can tutaona prevent kama this. mtu kenye katakuya We will see someone wenda show up kuchukua ile mwili esi iko na to hiba, take that body kisha there. tuambia sasa So alifufuka. that you say you Kwa raise up. kuzuia ile, To- tutie pale jiwe kubwa. Let us put a big stone Biblia there. inasema The hivi, Bible says walichukua jiwe they kubwa, took a big wakaweka tena pale they kaburi. put on the mouth of the Mwelewe ya stone. kwamba wakati jamaa Yusufu alipoweka kaburi, When Joseph put that grave there, alitia jiwe pia, he put the stone. akafunika lile He kaburi. just covered that Lakini grave. hawa maaskari na walinzi But these soldiers and nao watchmen, wakasema tena waweke ingine they jiwe said, let us put na another waweke one. pale muhuri
and they put their ni kwamba ilindwe kabisa So that the people kiasi will kwamba be- isiweze hata kutikiswa. no one even can shake it up. Inaonekana ya kwamba It says this. lile jiwe la pili The big lilikuwa kubwa zaidi ya lile la It was kwanza. bigger than the first one. Lengo lao ni kwamba Their mission hii was mwili ya Yesu Kristo the blood of Jesus isiweze kuibiwa. cannot come up. Bwana tusaidie sana. Hallelujah. Wameweka jiwe pale. They just put Wanasema this on. haijatosha. They said, not yet, Muweke not na yet. muhuri. Put the Ni kwamba seal. watie pale kashe. Put their Ile seal. jiwe ikae tu. So that the stone can remain Wakasema there. haijatoshea. They said, not Na enough walinzi yet. wakuwe pale. Put there the watchman. Sababu walinzi watakapokuwa pale, When the watchman will be kama there, mtu kakukuja kutaka kuiba, someone will come na to wale steal. wako na bunduki, And they have guns. atatoroka tu. They will run away. Nani atapita pale? Who will pass there? Kaburi limelindwa. The grave is Sikia mambo yaliyofanyika. Listen now what happened. Wakuu wamechunga kaburi. The priest, they are there watching Wamekaa the pale, They are sitting there. wamekaa pale, They are sitting there. wamelala. They slept there. Lakini baadaye But Pilato yeye hakubishana na wao. Pilate did not discuss with Kawaambia, them. okay, mnasema mnatafuta watu wa kulinda. Said, okay, you are looking someone who Na will mko na defend uweza. them. And you have power. Mwende. Go ahead with your Mwende mission. mfanye namna mtaweza. Do whatever Mimi you want. sitawazuia. I will not Kama ni mabunduki mko If you nayo. have guns, you Kama have. ni masharde kwamba mko If you nayo. have a chariot, you have. Mulinde vile mtaweza. Go and keep that you can. Na waza walienda angalia wajamaa wenye wanakuwaka na hizi. I think the way to see those Wajamaa wenye kifua iko mzuri. muscles. Kasema kama mtu kile katakuja Sasa someone will come ni kukanyangula tu kukatupa. Just lift him and throw Na away. jamaa mwenye anajua kupiga bunduki. Someone who knows how to Ule use mwenye gun. anakunyaka kafe Those sana. who took Mwenye care of hawezi him. kusinzia Someone who cannot sababu sleep. yeye yuko anachunga. Because he's a watchman. Wakaenda pale They wakachunga. went there. Angalia namna mambo yalifuata. See now what happened. Mpango wao hawa Their mission ilikuwa tu ni kuzuia mapenzi ya to Mungu. prevent God's Lakini will. sikia nikwambie Mkristo, Listen, my friend. hakuna chochote ambacho chaweza kuzuia There is mpango. nothing can prevent God's Jiwe will. halina uwezo kuzuia mpango. Man doesn't have Askari hana uwezo kuzuia mpango. Military doesn't have power. Bunduki haina uwezo kuzuia Gun mpango. doesn't have power. Maana Mungu ana uwezo Because God juu ya has silaha power zote, against juu ya all wanadamu all wote people. na juu ya mipango yote. All mission. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Wamezuia ile. They just Wakafikiria prevent. kwamba ndio wataweka. They thought that Wakasema waweke walinzi. Put the watchmen. Walinzi wakawekwa The kaburini watchmen were there. ili Yesu asiweze So kufufuka. that Jesus cannot rest Wao up. wakajua hivi They thought this. ya kwamba That wakati walinzi wamekuwa pale when the watchman will be na there, wakati watakuwa wamechunga and kaburi, when they are just ile keeping that neno yenye prayer, yeye alisemaka the word he spoke haitatimiaka. will not fulfilled. Lakini nakumbuka kitu kimoja. But I remember one thing. Yesu akaambia Mafarisayo Jesus told these Pharisees, ya kwamba mbingu na nchi zitapita, heaven and the earth lakini will pass. neno langu But my word, hata nukta moja haitapita even if kamwe. one point, Kabla yote haijatimia, until every mimi nitakuwa ninafanya kazi. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Angalia mambo yaliyofuata. See now what happened. Wakati Yesu Kristo ameingia pale, When Jesus entered there, hawakuweza kumzuia. They will not Tuangalie protect him. namna Yesu amefufuka. see next what happened. Tutaenda kuangalia Yesu pale. Gonna see Umeona Jesus. namna ile kaburi iko pale, hiyo You ni see that picha tu grave, how it's ambayo there. tunaona walinzi walilinda pale. How the watchmen Picha are ya there. pili tunaangalia walinzi wako pale You see, wanachunga na ile masilaha they zao just keeping ya kwamba Yesu asiweze that kutoka. Jesus will not Lakini rest. acha tuangalie basi Let us namna see mambo yalifanyika. what happened Mathayo next. sura 28 Matthew 28, na ule mstari wake wa kwanza hadi wa 1 to 7. 7. Tasoma kwa haraka katika jina la We're Yesu. going to read quickly in Jesus' Mimi niko name. tayari, nafikiria na watakuwa tayari. I'm ready. Biblia inasema The hivi. Bible says, Hata sabato ilipokwisha, ikipambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalena na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi. Na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni. Alishuka kutoka mbinguni, akaja akalivingirisha lile jiwe, akaliikalia, na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama seruji. Na kwa kumwogopa wale walinzi, wakatetemeka, wakawa kama wafu. Malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka, kama alivyosema. Njoni mpatazame mahali alipolazwa. Nanyi nendeni upesi mkawaambie wanafunzi wake, amefufuka katika wafu. Tazama, watangulia kwenda Galilaya, ndiko mtakakomuona. Haya nimekwisha waambia. Amen. Amen. Mambo yamefanyika ifuatavyo. things happened like this. Imefika sasa juma ya pili. It came to the second week, Imefika siku ya Sabato the day of Sabbath. ambayo wamoja wanaita siku ya kwanza ya juma. People called it the first day of the week. Biblia inasema The hivi, Bible says, wakati Yesu alipozikwa, when Jesus was buried, kuna wao wadada walimwendea siku
baada ya siku Some kumpaka sisters came to him day Maria after day. Magdalena na Salome Mary Magdalene na Salome. Maria mama yake na Yakobo And Mary the mother of Jacob. walienda kaburini siku baada ya siku. They went to the grave day Na after kila day. siku wanaenda pale kupaka Yesu mafuta. And they went there to put Jesus in. Walipofika huko, When they reached there, Biblia inasema the hivi, Bible says siku ile ya sita ile the 6th day. wakafika, ninazungumzia habari za siku ya 5 na ya 6, I'm samahani. talking about the Friday. Lakini siku ninafundisha kwa ajili ya zile siku 3 za Yesu kaburini. I'm not talking about Sababu mwelewa the kwamba Biblia inasema ya kwamba ilikuwa siku 3 mchana na usiku. It says it was 3 days, Ikiwa 9 tunaabudu days. leo saa 4 If you will na kama believe tunaamini ya kwamba Yesu alikufaka on Friday, And they will believe siku he died 3 on mchana Friday. na usiku hazijaenea. 3 days died and then Nasikia tuko pamoja pale? Hallelujah. Siko nafundisha kule. I'm not talking. Lakini nataka sema ile siku ya baada ya Yesu kufa. The day after Jesus was died, Biblia inasema wale wadada walienda kupaka Yesu mafuta. those sisters went there to anoint Jesus. Lakini walipofika sasa, When they reached, walikuja kukutana, kaburi liko pale. they found the graves there. Jiwe liko pale. The stone is there. Katika vitabu hivi vinne vya Injili, In those 4 wamoja wanasema gospel hivi books, they ya say, kwamba wakati alipofika pale, when they reached there, walijiuliza nani atawatolea lile jiwe. they thought, who is going to roll that stone for us? Katika Luka na Marko wanazungumzia, Luke and Mark says, Yohana na Mathayo wanaongea namna nyingine, John and Matthew speak it lakini the other way. tumezungumzia kwa ajili ya Mathayo. But God, we spoke about Baada ya Matthew. Mathayo imetuambia hivi, In Matthew they said this. wakati walifika pale kwenye kaburi, When they reached there at the grave, Biblia inasema ya the kwamba Bible says, ile asubuhi na mafuta yao that morning with their ya kwamba waende kupaka Yesu ile so that they can mafuta, anoint Jesus, walikutana they tayari, reached there and lile kaburi liko wazi. they found the grave is open. Na walipokutana kaburi liko wazi, When the grave was empty, Biblia imetuambia namna gani ilivyofunguka. the Bible says how it Hadi was pale open. nataka kuelekea. That's where I'm going now. Biblia imesema hivi, The Bible says, walipofika pale, when they reached there, wale walinzi wanaliinda. those the keepers were Wamoja there, walikuwa upande huu, some this side, wengine upande the other huu, this side, na wengine wa masilaha, and the other with na guns. ile jiwe iko bado That pale. stone was there. Eti kuna kitu kilifanyika, Something happened. na kitu kilichofanyika ni hiki, And what happened? ya kwamba tetemeko lilikuja. An earthquake came. Tetemeko lilikuja. An earthquake came. Wakati limekuja, When it came, Biblia inasema the hivi, Bible says, mawe iliyokuwa pale the stone which was there, ilitetemeka. they were shaken. Watu waliokuwa pale People were there, they walitetemeka. were shaken. Silaha zenye walikuwa The guns nazo which was there, zilitoka they were kulitoka. shaken. Watu walijaribu kusimama, People tried to hawakuweza. stand, they- Walianguka they chini. fell down. Walipoanguka chini, When they fell down, Biblia inasema walikuwa kama wafu. The Bible says they were like Nataka dead sema hapo people. walipata vertige hapo. I think they were. Unajua wapendwa, wakati Yesu anataka tenda jambo, When Jesus wanted lazima kwanza ulimwengu upate vertige. Nakumbuka jambo la kwanza, wakati Yesu amekata roho, When Jesus died, alipokuwa pale msalabani, when he was on the cross, Biblia inasema kwanza dunia imetiwa giza. the Bible says all the days were Hakuna mtu night. aliona vile Yesu iko nakata No roho. one could decide Jesus Watu died. ambao walikuwa wanaangalia masaa yao Those who could see walifikiria labda ni saa 12, They thought it was kumbe 6 ilikuwa PM. bado saa 6 ya It mchana. was 12. Giza limeingia kwenye 9 or 10. sababu wakati ufalme wa mbinguni unatenda kazi, When the ulimwengu unapata kizunguzungu. in the after Jina la darkness, Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Wakati mtu wa Mungu anataka kubarikiwa, When someone is wanadamu blessed, wanafataka kizunguzungu. people are going Na ndio wakati wanaanza sema anaanza aenda kuzimu. They said they will Sababu find hawaelewake makubwa ya because Mungu. they could not believe. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Biblia inasema ya kwamba The Bible says, wale watu Those people, pamoja na mshangao, when they were pamoja na astonished, woga, with hawakujua fear, nini nafika. they didn't know what Kumbe happened. malaika wa Bwana the alikuja. angel came Amekuja na utukufu wa They ajabu. come with power. Utukufu aliofikia with power. wale hawakuuona. They could not see them. Pamoja na ile na woga, With wakaanguka fear, they chini. fell down. Wakati wameanguka When chini, they fell down, Biblia inasema the hivi, Bible says, mwana wa Adamu the man of ambaye alikuwa amelala who moyo was sleeping there, alinyanguka he just raised na up. utukufu wa ajabu. With all the glory. Anapiga hatua ya kwanza, He just step by anapiga step, hatua ya step by pili. step. Niko naangalia They walinzi just see them to keep Kanisa us. kuwa bololeti. Yeah, he's down. Yesu iko anatembea na Just walking Na on wakati down. anatembea na utukufu, hakuna mtu alimuona No tena. one could see him. Malaika ambaye alikuja, The angels who Biblia came. inasema alikamata jiwe, Just took that stone. akaiweka pale. Just rule. Yeye akaikalia lile jiwe. Just sit on it. Na sasa iko na waangalia. Wakati iko na waangalia, wanakosa nini nafanyika. They went to work. Njoo wale wandugu wanakuja. They just came. Wale wadada wawili wanakuja The sisters were there. watatu, samahani. They were Wakati wamekuja pale, When they came there, wao sasa wanaanza chungulia. Yes. Na malaika wanaangalia ni nani ule kupali. Who is there? Na mtu iko na ngaranga. someone is shining. Malaika wa Bwana. Angel of God. Ile jiwe haiko tena. The stone is Kuna not there. imeikaliwa kwa kitu fulani. What is Kwenda it? kutupa macho When they kule. went to see, Ni malaika wa the Bwana. angel of God. Wanakosa eske wakimbie ama they warudie run, nyuma, or come back, wafanye go back. namna gani? How do I do? Sijui mafuta walikuwa nayo. The one they Wakasema had. tuitupe chini twende tuangalie. Should I throw it Sijui down? ilikuwa namna I gani. don't know what Lakini happened. unaweza kudevine. But you can divine. Wanaenda kuangalia They go mfano to wao. see. Wanakutana haiko. This is not Mmekule there. mkaburi mko wazi. But in the grave Wakasema si empty, hapa kulikuwaka walinzi hapa. keepers were there.
Tulifika hapa ile siku tukakutana walinzi. We came that day, we met with guns. Mbona sasa tunaanza wana kuko mwingine wa modeli ingine. Someone there. Bali mabunduki walienda wapi? Where are those with guns? Unajua kunaye aliye juu ya zaidi ya bunduki. There is someone who is high than guns. Malaika wa Bwana akishuka, When the angels come, bunduki haina uwezo. gun doesn't power. Malaika wa Bwana akishuka, When the angels laana come, haina uwezo. curse doesn't Malaika power. wa Bwana akishuka, When the angel comes, vita vya kimwili havina uwezo. problem doesn't power. Malaika wa Bwana akishuka, When the angel comes, kukataliwa hakuna uwezo. oh, neglect Maana doesn't yeye anatimiza mpango. Because he has fulfilled Na the will mpango of wa God. Mungu ndio nini? And the plan of Ni God kwamba is wewe upate baraka. so that you can be Uwe na blessed. fitiri nzuri, You have good uwe na future. maisha mazuri, Nice life. na wewe uwe mtu wa So furaha. that you can be someone with joy. Unajua tulikuwa watu wa kulialia We are people crying every kabla time. tuokolewe na Yesu Before Kristo. we have been saved with Jesus Tulikuwa Christ. tumefungwa sana. We are bound. Maisha inatufunga. Life bound us. Nitakula nini? Oh, problem, what Nitalala happened? wapi? How will I sleep? Nitalipa nini? What can I pay? Nitafanya nini? What can I Lakini do? Yesu akasema But hivi. Jesus said, Kwangu mimi Yesu Kristo, For me, Jesus, yote yamekwisha. everything is Bwana over. Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Yote hayaja kuisha sababu hawezi lala njaa juu ya Yesu Kristo. If everything is over, Yote you will yamekwisha still sababu yeye tunayeishi ndani yake The one who will amekuwa yote katika He is yote. everything in everything. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Hapa kaburini mambo imefanyika hivi. Here on the group, something Na happened. wakati mambo yalipofanyika hivyo, When the people have something happened like this, hawa jamaa walikujaka kushituka apre. those guys came just to be astonished. Wakakuja kuona au Mungu wewe. They said, "My God, Bilikuwa tu haye. how did it happen?" Ameisha toka. Oh, Mbona tulikuwa na chunga hapa? When- Labda walianza ambia tu msilikuwa namna gani? Bwana mimi sijui. I don't know. Bwana Luanda vilikuwa namna Luanda, gani? how big? Na mimi sijui. Me too, I don't Baba know. Ejeni vilikuwa Ejeni, na how? mimi sijui. I don't know. Lakini tuangalie eske angali. Let us see if Kwenda it's kutupa better. macho ndani. To go there to see. Jamaa hakuwake tena. My God. Na waza Yesu alikuwa pale kuna waangalia. Sasa Jesus was there sasa just mko wapi watching. sasa? Where are you now? Mko wapi sasa? How, where are you? Silaha zenu ziko wapi? Where is your gun? Ni vile Biblia inatuambia hivi. What the Bible Siku says. moja tutaambia mauti. One day we will mauti say, nguvu zako ziko wapi? You death, where is your strength? Tutaambia na hii njaa inatusumbua We hapa. see this hunger. Njaa nguvu zako ziko Hunger, wapi? where are you now? Wakati tutavikwa utukufu, When you be njaa glorified. tutaisahau. Will you Tutakapovikwa forget? utukufu, When be glorified. matusi tutaisahau. This everything Tutakapovikwa forget. utukufu, When be glorified. kilio tutakisahau. This Tutakapovikwa utukufu, When be glorified. kudharauliwa tutaisahau. Neglecting Sababu tutakuwa will- tumeinuliwa na will be Bwana. high now. Jina la Bwana lipewe sifa. Glory. Yesu yuko hai. Jesus is alive. Ninapozungumza ya kwamba Yesu yuko hai, When I speak that Jesus is sio alive, sababu watu wanasema, it doesn't mean that people say. lakini Biblia ina vifungo vingi sana ambavyo vinaonyesha namna gani Yesu yuko hai. Bible explain how much that Jesus Yesu is alive. alifufuka kutoka wafu. Jesus raised up from the dead. Na katika kufufuka kutoka wafu, And to raise up from mshairi the ambao dead. tumesoma, The verse we have jambo la read, kwanza tunakutana ya kwamba first thing we did, jiwe liliviringishwa. the stone was rolled up. Jiwe halikuonekana tena, We could not see the ambalo stone again. lilizuia Yesu pale. That was keeping Jesus Hata inside. wasiantiste wanaongea ya kwamba Yesu hakufufuka, ya kwamba Yesu alikuwa mwana wa kama wengine, lakini mimi mchana wa leo sina budi kusema ya kwamba Yesu mwana wa Mungu alifufuka. Jesus, the Son of God, is alive. Sababu jiwe liliviringishwa, Because the stone was rolled jiwe up. lilitolewa pale. The stone was removed. Jambo la pili, Second thing, nakuja kuliona kwamba mwili ulikosekana kaburini. the body could not be found in the grave. Sio eti walikujaga pale wakakutana mifupa ya Yesu. That they just meet some bones. Sawa vile mwanadamu unapokufa, As the human kisha miezi miwili uende uangalie utakutana mifupa. After 2 months, we release. Mifupa ya Yesu Kristo The body of haikupatikana Jesus. kaburini The glory sababu of God. Yesu alifufuka. Because he was raised up. Jambo la tatu, Maria Magdalena alieleza Petro na Yohana, Mary went to see akamwambia Peter. kwamba Bwana, Yesu amefufuka. Jesus is raised up. Jambo la kufuata, Next thing, malaika walieleza kufufuka kwa Yesu Kristo. the angels Huyo explain. malaika alisema hivi, This angel said, pale mahali ambako tumesoma, where we read, akawaambia Mariamu na Magdalena, msiogope. Mary, Mimi najua mko mnatafuta Yesu. don't fear, I know you are Yule looking mwenye for Jesus. alisulubiwa, mwenye alizikwa. The one who was buried Lakini here. saa hii hayuko. Now he's not there. Amefufuka kama vile alivyofanya nini, alivyowaambia. As he told you. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Malaika walieleza hiyo. Angels Jambo la explain. kufuata pale. Next thing. Baada ya Yesu kufufuka, After Jesus alimtokea kwanza Maria Magdalena. He just appeared to Mary. Ile andiko tunalipata pale. See that. Katika Marko sura 16 mstari wa 9 Mark na ule mstari wake wa 11. 11. Lakini jambo ambalo nataka kulizungumzia But we are talking about this. tutalipata baada ya hili. We're gonna see Yesu after alijitokeza mara ya pili kwa Mariamu Magdalena, Salome na Yohana tena. Jesus Katika appeared to Luka Mary, 24 mstari wa kwanza hadi 10. Luke 24:1-10. Lakini hata tuangalie ile jambo la kufuata. Let us see the next. Tena nataka tuweze kusoma pamoja. Just gonna read it. Ripoti ya walinzi wa kaburi. The report. Tunapata ile andiko katika ile Mathayo 28. Matthew 28.
Ninafurahia ile andiko sana. I'm glad for Mathayo this. sura 28 mstari wa 11. Hata usikie namna gani habari ya Yesu Kristo ya kwamba Yesu yuko hai namna See ilitamkia. now the news of Jesus. 11 Biblia inasema hivi. 11 says, Nao wale walipokuwa wakienda, tazama baadhi ya askari waliingia mjini. Wakapasha wakuu wa makuhani habari za mambo yote yaliyotendeka. Wakakusanyika pamoja na wazee, wakafanya shauri, wakawapa askari fedha nyingi, wakisema, semeni ya kwamba wanafunzi wake walikuja usiku wakamuiba sisi tulipokuwa tumelala, na neno hili lisisikilikane kwa liwali. Mnanifuata vizuri pale? Sisi tutasema naye, nanyi tutawaondolea wasiwasi. Basi wakazitoa zile fedha, wakafanya kama walivyofundishwa, na neno hilo likaenea kati ya Wayahudi hata leo. Amen. Amen. Hebu sikia ujanja wa ulimwengu. Listen now. Si Yesu amefufuka? Jesus, Ameisha toka kaburini. he just came from the grave. Hawa jamaa ambao walipigwa upofu, These people was nao si wameisha amuka. they just wake up. Sasa walipoangalia kule Yesu haiko tena, When they saw Jesus is not there, wakasema okay, tufanye namna they gani? said, what do I Ule kwetu do? unakuwa tere moja, sasa wakafanya bule. They said they're gonna do Sasa a bule plan. ndio tutafanya The hapa plan which you're gonna do, ni kwenda kusema kule mkartie. we're gonna say there. Tusibakie huku kukaburi. Let us not stay there. Twende tupashe habari. Let us go give news there. Najua haiko Yesu ndiye anaenda kusema kama amefufuka. It's not Jesus who said that he's raised up. Wao wanaenda wanasema hivi. They went and say, Wanaendea kwanza wakubwa wa they said to the priest, bwana, men, kule kwenye tulikuwa where tunalala. we're sleeping. Tulikaa tu hivi. We're just Ndio sitting. wanatujui ilikuwa We don't know what kama happened. miradi ilitoka wapi? If it came Kama ni where? uchawi ya namna gani? If it's a witchcraft. Aka jamaa kama mtu na modeli. This man is a witch. Hatujui uchawi ilitoka wapi. We don't know where the witchcraft Tulikuwa tu comes. tunakaa hivi. We are just sitting Tuliona vitu vinakuja. We saw things Mimi sijui happening. nilikuwa I don't know where it Mwingine was. sijui alikuwa My friend too. Bwana vile tulikuwa kushituka. As we Tunaona just- jamaa haiko tena. The man was not there. Msiseme tena. quiet. Wakamwambia msiseme tena. Mnajua vile tufanye? You know what we're gonna do? Sasa tufanye namna gani? What are we gonna do? Tawapatia lana. We're gonna give you money. Na tawapatia pesa. We're gonna give you money. Watu wasijue hizi habari na wao. Don't let Basi this come tu to the hizi ears habari people. mama yetu If they tunajulikana knew this tunasema. news, we are Haiko dead. yenye iko ni kwamba mimi Now, tawapatia pesa. I will give you money. Weka mata sensa hii. Give this Na weka 500. mata sensa. 500. Na weka mata sensa. 500. Wanani walipewa wazo wa askari. Keepers. Waskari wamepewa zile la. Keepers, they put. Waskari wanaenda kunywa. Unajua waskari wanakuwa watu wa njaa. Wakati wanarudia nyumba zao. Kila mtu ile siku sijui wamoja wakapitia kumama si. When the other was going to Wengine Roblox, wakapitia ku Grace Ottawa. other went to Grace Wengine Ottawa. wakaenda kwa ule mama mmoja wanaita Maria kelke pale Went to kule. Metro. Wakaenda nunua mangombe na vitu. just to see. Ile siku mabarbecue mu manyumba zao. Barbecue. Chapati iko napigwa mchuzi ya Grace. Oh, semuli Na watu ya- wanaanza sikia wanasema biko hai. How is there? Wewe iko sawa uliangukia ni babu. And just, you just fall for a blessing. How is Wanamwambia aseme my friend? unajua You know. nikwambie aseme Can I tell you? unajua Yesu Kristo alifufuka. You know, Jesus was raised up. Tulikuwa kule ukaburi. We are there on the grave. Sasa alitoka. He came. Alifufuka. Sasa tulikuwa pale. When we were there. Akanyakuliwa. Usiambie mtu naweka mata Isa wapi. Kule nana kamata ile 100. When- Na anaenda when the naye. runner Wakati went. anafika kule nana anunua kachapa. When he reached Mbona that wewe unavuma leo? Nilikuwa na mkaka. How is- Haujui. Yesu Kristo alifufuka. Akatupatia alama. Sasa tusiambie. Weka mata Isa usiambie mtu. Sema ndio. Akaenda kwa mwingine. Kule naye anashangilia. Mbona wewe unaanza garagara leo? Nimepata kama mafuta wapi? Kalitoka wapi hapo? Hapana, usisikie, usiseme. Unajua Yesu Kristo alifufuka. Walisema tusiambie mtu. Wewe hata kwani bwana Messi wa? Thank you, my friend. Ile 500 ya huyu ikapatiwa watu 10. Huyu mwingine 500 yake ikapatiwa watu 10 people. Huyu mwingine 500 yake 500 ikagabuliwa watu 10 people. Habari kasambaa katika Israeli. Ya kwamba Yesu amefufuka. That Jesus was raised up. Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Hatuna budi kusema leo ya kwamba Yesu Kristo alifufuka. Jesus was Hata kama walimzuia, Even if they hata did kama them. walisema ya kwamba waweke mawe, Even if they prevented lakini him. Yesu ambaye ni kweli, But Jesus is Yesu the ambaye truth, ni uzima, who is life. alitoka katika mauti He came from na the grave akafufuka siku ya and he tatu. surrendered. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Yesu Kristo alifufuka. Jesus- Na leo yuko hai. And he's alive. Hakubaki kaburini aseli mufu. He did not stay in the Yesu grave. That's yuko the hai. thing. He's alive. Kama yuko hai, If you ni are alive, kwamba that mwili means wake his body ulionekana. was seen. Tuangalie mambo yaliyofuata. Let us see what happened. Yesu alitokea wanafunzi wake 11. Jesus appeared to his 11 Na wakati disciples. alitokea wanafunzi wake When he 11. appeared towards the 11, Biblia inasema the hivi. Bible says, Wakati alipowatokea when they came there, wao walianza kukwaliduta na yeye. they just Yesu doubted. akamwambia ni mimi. Said, "It's me." Hebu muangalie mikono See yangu. my hands.
Ninaangalia Tomaso anasema bwana eske ni wewe kabisa. Thomas said, are you the one? Eske hauone Tomaso? Sasa sitaona kama sijagusa. I'm not seeing, I'm not touching it. Inawezekana wa? Seems like sin. Iko sawa tu njoo. Na mkuki wapi kutoka? Sasa hakuna sina Tomaso kuja aona. Eske njoo pale. Is it a place? Tomaso akasema bwana nimemuona. I say, I've seen him. Hallelujah. Yesu yuko hai. Jesus is alive. Jambo lilofuatia. The next Asuda thing- kufika pale diapo samahani. The next thing, go back, my Tukali friend. pale nyuma kidogo. We are still there back. Wakati ametokea wale wanafunzi wake. When he appears to, Kuna jambo nataka nizungumzie kwa ajili ya wale ambao waliwatokea hapo Emmaus. there is something I want to talk about there. Tutasoma lile andiko. We're going to read that scripture. Tutasoma katika kitabu kile cha Luka. We're going to read in Luke Sura yake 24. 24. Na tutaanza ule mstari wake wa 12 pale. We're going to start with 12. Tutasoma katika jina la Yesu We're Kristo. going to read in Jesus' name. Maneno yao yakaonekana kuwa kama upuuzi kwao, wala hawakuwasadiki, lakini Petro aliondoka akaenda mbio hata kaburini. Akainama, akachungulia ndani, akaviona vile vitambaa vya sanda tu, akaenda zake akiyastaajabia yaliyotukia. Amen. Amen. Petro naye amejionea. Peter have seen also. Sio sababu alisikia tu, It's not because he had, lakini ilibidi Peter naye ajionee. but he took a step to go and see Na Biblia himself. inasema hivi, When the Bible says, yeye aliingia mpaka mule he ndani. went until Na inside. wakati ameingia mule And ndani, when he entered, eti alikuja kuona vile vitambaa viko he pale. just found those clothes there. Na wakati vilikuwa pale When they are pembeni, there, akaona hakuna mtu, nobody was found. sababu mwili wa Yesu Kristo hauko tena. Because the body of Jesus was not there. Basi tunapoendelea nataka kuonyesha maimaje kidogo. But we're going to show you some image. Hapo tunakutana Yesu Kristo baada ya siku 32 See. alitokea tena wanafunzi wake. After 32 days, he just appeared again to his disciples. Na sio wale wanafunzi ambao walikuwa nao. Not those disciples. Ni wale wanafunzi walikuwa 500, kikundi kikubwa cha watu. Those 500 are great. Na pamoja na wao pia akaonekana Yakobo. Even Tunapata hii andiko katika Wakorinto wa kwanza sura yake 15 mstari wa 6 hadi 1 7. Corinthians 15, 6-7. Na baadaye Biblia inasema hivi. After that, the Bible says, Yesu baada ya siku 40, after 40 days, Yesu alipaa mbinguni. Jesus went to Na heaven. kupaa kwake mbinguni And to go to alikuwa heaven. pamoja na wanafunzi He wake. was with his Akawakamata disciples. akaenda nao He Bethania. took them to Wakati Bethany. amefika huko Bethania, When he reached Biblia Bethany, inasema ya kwamba ameanza kuzungumza nao. the Bible says he's Na just katika speaking to them, kuzungumza nao, speaking to them. Yesu ameanza kutoka katika Jesus ardhi. now was Yesu lifting ameanza up. kupaa. He just going Yesu up. ameanza He kupaa. has been lifted Na mwishowe up. Yesu akaenda juu. Until he disappeared. Na wakati amepaa juu, When he went up, alipaa kama mfalme wa wafalme. Biblia inasema ya kwamba akaenda kuketi kuume kwa Baba. he went like a king and he went to sit at the right hand of the Father. Ni kwamba Yesu Kristo yuko hai. Jesus is alive. Na saa hii yuko kuume kwa Baba. And right now he's sitting at the Na right hand anapokuwa of the kuume Father. kwa Baba anakuombea wewe usiku na He's mchana. praying for you day and night. Haitajalisha magumu yako, It doesn't care your lakini kuna problems. muombezi anayeomba juu yako. But there is someone intercessing for you. Haitajalisha probleme zako It doesn't hata care za namna gani. problems. Lakini kuna mtetezi anayekutetea There is usiku. someone intercessing. Haijalishi hata dhambi zako mpendwa. Even if you are Lakini sins, kuna yule ana uwezo wa kuzitakasa. there is someone who has power to cleanse Haijalishi them. magumu ambayo umeyapitia. It doesn't care the Na trouble watu you are wanakuambia going kwamba through. unahitaji kusukuliwa. People say you need Lakini hakuna deliverance. kusukuliwa isipokuwa ya damu ya There is mwana. nothing to clean the blood. Wanaweza of Jesus. kusukula na ile maji yenye wanajua. They can clean with the water Lakini they know. tulizungumzia hapa on Friday But on Friday we ya spoke kwamba about maji ya uzima ni Yesu mwenyewe. the water of life, living the water is Jesus Christ. Wakati Yesu anakuosha, When Jesus ndio cleans pale you, maisha yako yametakaswa. that's where your life is Wakati clean. Yesu amekuosha, When Jesus ndio pale cleans you, maisha yako yamekuwa ya That's baraka. where your life has Hata your best life. nimalizie kwa kifungo Let cha us go to last thing. katika mazungumzo ya siku ya leo. On our conclusion, Nataka nimalizie katika Wakorinto wa kwanza I'm going to finish by sura 1 15 Corinthians mstari wa 12 15 hadi ule mstari wake wa to 17 17. kama vile kifungo changu At kasoma. my conclusion, Wakorinto wa kwanza 1 Corinthians sura yake 15 15, na ule mstari wake wa 12 hadi 17. 12 to 17. Kama kuna mtu amekuwa tayari anaweza kusoma. If somebody has found, can I read? Basi ikiwa Kristo anahubiriwa ya kwamba amefufuka katika wafu, mbona baadhi yenu msema kwamba hakuna kiama ya wafu? Lakini kama hakuna kiama ya wafu, Kristo Yesu hakufufuka.
Tena kama Kristo hakufufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yenu ni bure. Amen. Amen. Hakuna imani pasipo Yesu Kristo kufufuka. There is no faith than Jesus to be risen. Sababu kungekuwa imani na Yesu Kristo hakufufuka, If there is faith and Jesus will not, ingekuwa tu imani kama vile ya kuamini Muhammad. it was a faith than believing in Muhammad. Ingekuwa tu imani kama vile ya kuamini wale wengine mnao wajua. It was like a faith to believe those people who you know. Sababu wote walikufa wakazikwa, All of them were died and was buried. na wala hakuna hata mmoja aliyefufuka. No one was risen. Lakini Yesu Kristo peke yake But Jesus himself ndiye aliweza kufufuka. is the one who rose. Ninataka kusema ya kwamba I want to talk kama about tunaweza kujivunia if you can kufa kwa Yesu Kristo, for the death ni of sababu Jesus, alifufuka. it's because he rose up. Hatujivunia Yesu juu alikufa tu We msalabani, doesn't boast ourselves because he died. sababu hata wale wanyang'anyi nao walikuwa Because msalabani. even those thieves were there on the cross. Lakini Yesu angekufa msalabani, But if he died, he would die on the hatungekuwa cross. tofauti kama wale No wanyang'anyi. problem was there. Lakini tofauti tumeiona ni But kwamba the difference is yeye peke yake alikufa, he was na there. wakati alikufa, And when he was Biblia there, inasema ya kwamba the Bible says, alipofufuka, when he rose up, amefufuka na mwili wa He utukufu, came with a glory na akasema body, and he hivi, said, nimepewa mamlaka I've yote. been given the Sikia power. vizuri hapa, Listen very nimepewa mamlaka I've been yote given the ya power mbinguni na duniani, for the heaven, the ya earth, kuzimu na kila chochote for the kinachoonekana, heaven everywhere. ya kwamba kwa jina langu So in my name, kila goti litakunjwa, every knee will be, kwa jina la Yesu Kristo for the Jesus kila Christ, ufalme utainama. every kingdom will bow Hakuna jina lingine tena No ambalo name litainuliwa which will zaidi be ya lifted jina la Yesu Kristo, than Jesus' name. sababu ndio jina peke yake lilishuka kuzimu, Because it was the same name likatoka of kuzimu, God. It came from likapaa heaven, mpaka mbinguni. went up to Hakuna heaven. mwingine alitoka mbinguni akarudia kule. No one came from Hakuna heaven. mwingine to go back. aliingia kuzimu akatoka No one went to isipokuwa ule heaven. mfalme wa wafalme, Than Jesus, ule Bwana wa Bwana, the King of ambaye Kings, ninamshuhudia Lord of mchana wa The leo one I just ya kwamba preached. yeye yuko hai. That he is Jina la alive. Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Ingawaje walimzuia, Even if they lakini prevented him. wenyewe ndio tena walitangaza But they are the kufufuka. one who just preach again his resurrection. Yesu hakufanyaka publicity. Jesus will not do publicity. Hakuna mahali kwenye Yesu alikuwa anafanya maposters Nowhere Jesus. kuonyesha ya just kwamba because the big man is here. the big man is here. Yesu hakusemaka ya kwamba the great preacher is here. Jesus hakusema kama Lakini sababu alikuwa na uwezo, But because he had matendo power, ambayo yalifanyika kwake, things which happened to matendo him, ambayo mwenyewe alitenda, works he did, ilikuwa ushuhuda kwa watu ya kwamba ni mfalme it wa was wafalme. just a testimony that he's a king of kings. Hakuna mahali kwenye Yesu alikuwa anaambia utasema nikikuponya aende useme aseme mimi naponyaka watu. Nowhere Jesus healed someone. Wengine Yesu alikuwa anawaambia unyamaze, Keep quiet. usiambie watu. Don't tell people. Lakini sababu tu umefurahi, But because of nasema joy, nilikutana na jamaa. I met someone. Ule mjamaa ndio mwenye ameniponya. He's the one who healed Nakumbuka me. ule ndugu ambaye alikuwa akiwete I pale. remember the one who was Alikuwa anaomba pale kwenye was hekalu. begging there. Na wakati mmoja alipokutana na And Yesu, when I met Yesu Jesus, akamwambia beba godoro lako Take your bed. na uweze kunifuata And follow na me. uende zako And go away. sababu umepona. Because you are healed. Alikamata ile mkuki He took ile it. kitanda He chake. took that bed. Akaanza tembea nacho kila fasi. and he took you everywhere. Anaingia mpaka mkanisa na He kitanda. just ended the church. Wanamuuliza wewe ni nini mbaya na wewe? What's wrong with you? Yeye akasema mimi sitaki kujua I neno. don't care. Anasema mbona uko naleta vitanda Why mkanisa? you bring you Yeye back to the akawaambia church? He hivi, said, mwenye aliniponya the one who healed me, aliniambia he nikibebe. told me to take it. Yeye mfalme wa wafalme He is the king of wakati kings. analeta command When he just ni bring a command command, mapema. it's a command. Wewe usimzuie mtu. Don't prevent Wakati someone. Yesu ametenda jambo ndani When ya Jesus has done mtu, something in ushuhuda their life, utaonekana the tu. testimony will be Na shown. sio ya kwamba ule mtu atanyamaza. Tell me, be Ndio ile quiet. ushuhuda Yesu So that haitaonekana. that is testimony Tutajua tu. will know. Hatutakosa kuona saa yenye Martha amepata gari ya mzuri hata kama hakutuambia. When Matthew have a nice car, Martha ameshakuwa na gari ya mzuri. Matthew just Yesu ametenda. has done. Hatutauliza tena sasa alishakuwa na watoto 3. How many kids did he Jana have? alikuwa tu tuko namuita kapetia. But just, Alishakuwa na watoto 3. Katiri. Hakuna kusema tena. Hallelujah. Sababu tumewaona. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Wakati Yesu ametenda, When Jesus has done watu something, waseme wasiseme, people say itaonekana we tu. will not see it. Wakati Yesu ametenda, When Jesus has watu done wafunge something, vinywa wasifunge vinywa, the people close their mouth. itaonekana tu. They will see it. Sababu Yesu Kristo, Because Jesus Biblia Christ, inasema yeye ni the kweli. Bible says the truth. Wahenga wanasema hivi kwa Kifaransa People says, ya kwamba la vérité the truth jaira toujours will be et shown finira up. par triompher. It will just triumph. Yesu ambaye ni kweli Jesus is true. walitaka kumzuia, They just prevent lakini him. sababu kweli haizuiliki, But you cannot Yesu prevent truth. alitoka Just came up. akafufuka And the rest na saa hii yuko hai. And it's alive. Jina la Bwana lipewe sifa. May you glorify Bwana God. awabariki mchana wa May leo. God bless you this Na abariki morning. neno lake And kwenu. bless his name. Amen. Amen. Namna gani Yesu amefufuka? How Jesus was God. Na sababu amefufuka, nini ambao amefufua ndani yako? And because he rose, what did he rose in your life? Biblia inasema kwamba miamba ilipasuka. They said some rose. Wakati mwamba inapasuka, When I just kila break up, chenye kilikuwa kinafunikwa kule, everything was ni covered. lazima kiweze kuonekana. Has to be shown up. Wakati mwamba
mwamba unapasuka, when the well just break up, maji huwa yanatoka. just water comes. Wakati mwamba unapasuka, When the just vyote ambavyo vilifichama vinaonekana. everything was hiding. Tetemeko nalo likipita, When the earthquake mambo comes, ambayo yaliwekwa juu yanaanguka. everything was up, falls down. Sijui kama unanielewa hapa. You Sijui understand? kama umeshakaona wakati tremblement inapita. They have used the earthquake. Tremblement ikipita kwa nyumba, When the earthquake comes, jambo la kwanza ule vitu mnaweka juu, everything just put there. unaanguka And just fall chini. down. Na katika maisha yako And in your life, kuna vitu shetani anaweza kuwa amehangi juu. something is there. Kuna mambo fulani yanaweza kuwa imekuzuia baraka za Mungu. Something has been Yale ni mawe. Those are stones. Yale ni mawe. Those are stones. Na mchana wa leo And today, ninataka ya kwamba I want twende kualika tetemeko la mbinguni liweze kushuka hapa, liweze kuharibu yote yaliyowekwa juu ya anga na yote yaliyofunikwa na miamba, ile miamba ikapasuke na tuweze kuona baraka. And you can see God's blessings. Kama baraka zako zimezuiliwa na laana za watu, acha tetemeko lipige laana na baraka zako uzione. Ikiwa baraka zako zimezuilika kwa ajili ya tabia yako fulani, Yesu ana uwezo kuvunja ile tabia na kukupatia baraka yako. Jina la Bwana lipewe. Hallelujah. Tutaenda kuimba hivyo, nasema Yesu ni wangu wa uzima wangu. We're gonna sing Jesus is mine. Unajua kama haiko wako usiimbe. If it's not yours, don't sing. Lakini mpendwa, kama Yesu tu ni wako wa uzima wa milele, But if Jesus is yours, naamini ya kwamba utaimba na you're mimi. gonna sing with me. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Nitaruhusu mtumishi aende kucheza gitaa. Papato ni tutaendelea naye hapa. Jina la Bwana lipewe sifa. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Jesus is my savior forever. Yesu ni wangu ni wa uzima wa milele. Jesus Huu is wimbo mine sikuweka forever. pale sauti tunaujua sana. I did put it on Ni the wimbo ambao list because we know tunaujua that sana, song. tunauimbaka sana. And we always sing this song. Unaweza kuwa na mama yako wa uzima wa milele, You may have your mama forever. lakini kama haiko Yesu ndio wako wa uzima wa milele, But if Jesus is not your iko savior, bure mpendwa. it's not for you. Yesu ni wangu ni wa uzima wa milele.
Pastor Tomsi hapa I welcome Pastor Thomason here pamoja na mtumishi Marte with the servant of God. kwenda kuombea meza ya Bwana iliyo mbele zetu.